Afya Adan Duale ameeleza mageuzi yaliyofanikiwa kuimarishwa katika sekta. Nirudie tena taarifa ile. Waziri wa Afya Adan Duale ameelezea mageuzi yaliyoafikiwa kuimarishwa katika sekta ya afya kwa kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora za afya kwa usawa kupitia mifumo ya kidijitali, vifaa bora vya matibabu na bima ya afya ya SHA. Waziri Duale amesifia bima ya SHA anayosema imeboresha kwa kiasi kikubwa utoaji wa huduma za afya ikilinganishwa na bima iliyokuwepo hapo awali. James Mwangi na taarifa hili. Kongamano la afya la Kenya la mwaka 2026 likitarajiwa kufanyika wiki ijayo. A round of applause. Viongozi katika sekta hiyo wakiongozwa na Waziri wa Afya Adan Duale wamefanya mkutano hii leo kujadili mageuzi katika sekta ya afya pamoja na utendakazi wa bima ya afya ya SHA. NHIF used to pay quarterly about between 5.5-5.6 billion. SHA pays annually, monthly by the 14th. If you divide the 178 billion of 1.5 year of SHA existence to the former NHIF, is like 6 years. Waziri Duale akisifia utendakazi wa bima ya SHA amebaini kuwa tayari 16.4% ya Wakenya wamejisajili kwa bima hiyo ambayo kufikia sasa imelipa zaidi ya madai bilioni 164 na kuhudumia zaidi ya wagonjwa 500,000 wa saratani na wanaohitaji upasuaji. On the 1st of October 2024, we retired the National Health Insurance Fund and we launched the Social Health Authority. And as of this morning, 32.2 million Kenyans, 60.4% of our population, are registered under SHA. In NHIF, for you to review a claim in NHIF, you had to have your claim submitted at the branch level. And I actually have pictures on my phone of Nyeri branch, the former NHIF Nyeri branch, where a QA would sit on a desk and would be towered by files. Right now at SHA, and I was sharing with the team, all our claims are digital. There is no single manual document that any claims officer has to look at. Ametoa hakikisho kwa Wizara ya Afya inajitahidi kushughulikia maslahi ya wahudumu katika sekta hiyo, hasa wakati huu ambapo baadhi ya wauguzi wanaendeleza mgomo. We are not relenting and we are not slowing down. Every issue around the healthcare workers and healthcare professionals is gonna be resolved bit by bit, whether it is at the county level or the national level. But we have only 2 cadres that are on strike. That is the nurses and the Kenya Union of Clinical Officers, but it's not in all the counties. It's a section and a few counties that are varied, agreements here and there. Kongamano la mwaka huu litafanyika tarehe 18 hadi 19 mwezi Agosti katika jumba la KICC jijini Nairobi. Kauli mbiu ikiangazia yaliyofikiwa kuhakikisha huduma za afya zinawafikia wananchi wote kwa usawa. Thank you very much. James Mwangi, makala ya Undugu Afya.